Hallelujah. This morning, Jehovah God, we desire to look and live. Asubuhi ya leo Bwana tunatamani kukutazama na kuishi. The beauty about it is that it is you that has spoken it. Wema uliopo ni kwamba ni wewe ambaye umekinena. That when we look, we shall live. Ya kwamba tukitazama tutaishi. This morning I pray for somebody that is coming into the house. Asubuhi ya leo ninamuombea mtu aliyekuja katika nyumba. And they're wondering how it is gonna be. Na anashangaa kutakuwaje. He or she is wondering how it is going to end. Yeye anajiuliza na anashangaa kutaishi namna gani. I pray for a conviction upon everyone that will enter through the church gate. Naomba ya kwamba kutakuwa na kushawishika kwa kila mmoja atakayeingia nyumbani. As they get into this church, they will not look unto anyone. Watakapoingia katika hii nyumba hawatamtazamia mtu. But look unto you, Jesus, the author and the finisher of our faith. Lakini kukutazamia wewe mwanzilishi na atakayemaliza imani yetu. I pray for life this morning. Naomba uzima asubuhi ya leo. Uzima kwa kila mmoja ambaye amechifinyiliwa. Life for anyone that is coming into the house sick. Uhai atakayeingia kwa nyumba akiwa ameugua. Life to anyone that is coming into the house in debt. Uzima atakayeingia katika nyumba akiwa amedaiwa. Let them look and live. Wakakutazame na kuishi. Look unto Jesus this morning and live. Akatazame Yesu asubuhi ya leo na kuishi. As the word is released this morning and later in the mid morning. Neno itakapoachiliwa asubuhi ya leo na baadaye. Cause every eye of the heart to look unto Jesus. Fanya kila jicho la moyo likatazame Yesu. And find life in Jesus' name. Na likapata uhai ndani ya Yesu. We bless you and we exalt you in Jesus' name we pray. Tunakubariki na kuinua katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. 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 Let's celebrate Jesus. Tushangilie Yesu. Please feel good that you're in the house. Jihisi vizuri uko katika nyumba. Sometimes you come not feeling like. Wakati mwingine unajihisi give her voice. Wakati mwingine unahisi kana kwamba you come to the house and you don't feel yourself nicely. Unaingia katika nyumba lakini ujihisi vizuri, jisikii vizuri. This morning just feel good that you're in the house. Asubuhi ya leo furahia ya kwamba uko katika nyumba. That burden that you feel this morning, mzigo ambao unauhisi asubuhi ya leo, will melt in his presence. Achilia katika uwepo wake. Will melt in the itayeyuka katika uwepo wake. So, feel good as you move closer. Those that are far, let's move closer. Kwa hivyo jihisi vizuri unaposongea mbele wako mbali. As we release you workers to take your seats. Tunapowaachilia wafanyikazi mchukue viti vyenu. And listen with us also as we share the word of God. Na mkapate kuwa nasi tukishiriki neno. Good to see some of you that have been away for a long time. Ni furaha kuona baadhi yenu ambao kwa muda wamekuwa mbali. I've seen Joshua Katete. It's many months, you know. Nimemwona Joshua na ni miezi mingi. We know he works most of the time. Tunajua wakati mwingi anafanya kazi. So we are happy to see you, Joshua, and others that have joined us this morning. Tumefurahi kukuona Joshua na wengine ambao wameunganika nasi asubuhi ya leo. And it is good that you're in the house. Na ni vyema huko katika nyumba. Make it a habit just to come early. Ifanye tu tabia yako kuingia mapema. Because there's always a blessing for them that come on time. Kwa sababu kuna baraka ya wale wanaingia wakati unaofaa. And even for those who come in time, they come earlier than expected. Hata wale wanakuja zaidi ya ule wakati wanatarajiwa, they will always find a blessing. Watapata tu baraka yao. This morning I want to share with us very briefly. Asubuhi ya leo nataka tushiriki kwa ufupi on something that struck me as we were going through the book of Jeremiah. Kitu ambacho kiliniguza wakati tulikuwa tunapitia kitabu cha Jeremiah. And I'm calling the topic the way out of our limitation. Na ninaita kichwa chake njia ya kutoka katika kule kuzuiliwa. Just reminding us that the theme of this year is the year of divine revelation. Kukukumbusha tu ni kwamba huu mwaka ni mwaka wa ufunuo wa kiungu. And the theme of the month is breaking limitations. Na kichwa cha mwezi ni kuvunja vizuizi. And we have been told severally what limitation is. Na tumefunzwa wakati mwingi vizuizi ni nini. And we have been told it is a barrier.
Na tumeambiwa ya kwamba ni kitu ambacho kinakuzuia. It is an obstacle. Ni kitu ambacho kinakuzuia. It is a restriction. Ni kitu ambacho kiko katika njia yako. It is that which stops you when you want to move forward. Ni kile kinakuzuia wakati unataka kusonga mbele. And you know the beauty of it is that we are learning that is actually not permanent. Na uzuri ama wema wa hili jambo ni kwamba hiki kitu hakikai hapo milele. It is not permanent. Hakikai hapa ama akidumu pale. That is why faith has been created in us. Na ndio maana imani imejengwa ndani yetu. To let us know that we can actually break through. Tukapate kuelewa ya kwamba tunaweza kupenya. We can make our way through. Tunaweza kufanya njia yetu na kupenya. So that situation that you are in this morning is not permanent. Wakati mwingine ile hali uko ndani yake asubuhi ya leo haidumu. But it requires you to be taught and to know how to go about it. Lakini inahitaji ukapate kufunzwa na kuelewa jinsi gani utaipitia. So that you don't imagine it is a permanent thing and you will live with it forever. Ili usije kuona kana kwamba ni jambo la kudumu na utaishi nalo milele. So I want to share with us from Jeremiah chapter 6. Kwa hivyo nataka tushiriki kitabu cha Yeremia kifungu cha 6. And our other scripture will be Numbers 21. Na kifungu kile kingine kitakuwa na kitabu cha Hesabu kifungu cha kwanza 21 21 kifungu cha 21 kifungu cha 21 Hesabu 21. Just relax and at least you know I prayed that even as we share here that God drops a revelation, a personal revelation concerning yourself to yourself. Nataka utulie kwa sababu niliomba kana kwamba nikishiriki ili neno ukapate ufunuo kuhusu wewe mwenyewe. Every time the minister of the word is preaching here, as they give the revelation God has given them, I find it more permanent when it drops in my heart and the revelation comes. I feel like I've got something myself as a person in terms of revelation. Ninafurahia wakati mhubiri anaponena mahala hapa na amepata ufunuo. Ninaipenda zaidi wakati imewekwa katika nafsi yangu na nimepata huo ufunuo mimi mwenyewe ndani yangu. So please desire to get a revelation. Kwa hivyo tamani kupata ufunuo. I just want to give us a background, but my key verse is verse 16. Nataka ukupatia tu utangulizi lakini mstari wangu mkuu ni mstari wa 16. In this chapter, go back to verse 1. Rudi mstari wa kwanza. The prophet of God sounds a warning to the house of Benjamin. Nabii wa Mungu anatoa onyo katika nyumba ya Benjamin. Benjamin, of course, Jeremiah himself was a Benjamite. Jeremiah mwenyewe alikuwa wa nyumba hiyo ya Benjamini. So a warning is sounded. Kwa hivyo onyo inatolewa. That there is going to be invasion. Ya kwamba kutakuwa na kushambuliwa. There is going to be attack. Kutakuwa na kushambuliwa. There is going to be destruction. Kutakuwa na kuharibiwa. Coming from the north. Ikitoka kule upande wa juu. Because of what the children of Benjamin had done. Kwa sababu ya vile watoto wa Benjamini walikuwa wamefanya. They had committed the things that God had said they should not do. Walikuwa wamefanya mambo ambayo Mungu aliwaagiza wasiyafanye. Actually the prophets had even prophesied falsely. Na kwa hivyo hata nabii alikuwa pia ametoa unabii wa uongo. The prophets had given false prophecies about Israel. Kuna manabii pia walikuwa wametoa maunabii ya uongo kuhusu wana wa Israeli. So an alarm is sounded. Kwa hivyo onyo inatolewa. Alarm is sounded. There is an alarm sounded that there is going to be invasion. Kwa hivyo kukakuwa na onyo ya kwamba kutakuwa na kushambuliwa. And they are told get ready because this is not going to be stopped by anything. Wakaambiwa wajiandae kwa sababu hili alingesimamishwa na chochote. At some point the tribe of Benjamin is likened to a delicate, a beautiful woman. Na kwa wakati mmoja hii nyumba ya Benjamini inafananishwa na binti ambaye ana urembo. Actually I'm told that the word Benjamin means the beautiful one.
Ninaelewa ya kwamba Benjamini inamaanisha aliye na urembo. So can you imagine the beautiful one being destroyed? Kwa hivyo hebu tazamia hili, aliye na huu urembo Can you akiharibiwa. imagine the delicate one being destroyed? Hebu fikiria huyu ambaye ni wa kuangalia vizuri Can you akiharibiwa. imagine the one that is loved being invaded and being destroyed? Tazama aliyependwa akishambuliwa na kuharibiwa. This is the situation. Hii ndio hali. And the Bible says Na Biblia inasema that in verse 16, mstari wa 16. that's where my message is this Hapo morning. ndipo ujumbe wangu uli asubuhi ya leo. This is what the Lord says. Bwana asema hivi: Stand at the crossroads and look. simameni katika njia kuu mkaone, Ask for the ancient paths. mkaulize habari za mapito ya zamani. Ask where the good way is Iwapi njia iliyo njema, and walk in it. mkaende katika njia hiyo, And you will find rest for your souls. nanyi mtaipatia raha katika nafsi zenu. But the people said, we will not walk in it. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Now I want you to know that this is the wisdom of God himself. Nataka uelewe ya kwamba hii ni hekima ya Mungu mwenyewe. He tells them, I have bad news coming. Anawaambia ya kwamba nina habari mbaya ambayo zinakuja. There is limitation on the way. Kuna kuizuiliwa katika njia. There is a barrier on the way. Kuna kizingiti katika njia. But please, children of Benjamin, Lakini wana wa Benjamini, take my wisdom. chukueni hekima yangu. Take my word. Chukueni neno langu. Listen to my word. Sikilizeni neno langu. Listen to my wisdom. Sikiliza hekima yangu. Stand at the crossroads. Simameni katika njia. I want you to mark that this scripture has action words, several action words. Nataka uone ya kwamba katika huu mstari kuna kwa maneno ya kutenda jambo ambayo ni mengi, They are called verbs. ambayo yanaitwa vitenzi. One of them is called stand. Moja inaitwa kusimama. The other one is called look. Ile nyingine ni kutazama. The other one is ask. Na lile nyingine ni kuuliza. And then the last one is walk. Na ya mwisho ni kutembea. Those are the things I want to talk about this morning. Hivyo ndivyo vitu nataka kunenea asubuhi ya leo. Now, just for your information, Kwa habari zenu wenyewe, a crossroad is a point where you are making a crucial decision. njia pana ni njia ambayo lazima utoe uamuzi fulani. Because there are several roads that are connected to each other. Kwa hivyo ni mahali ambapo kuna kutanika njia nyingi. Look at where we have the SGR bridge, where we just cross on our way to the church. Tazama pale kuna ile bridge ya kuja hivi ukiingia huku kanisani. There is a way to Mashuru. Kuna njia ya kwenda Mashuru. There is a way to Nkama. Kuna Upper njia ya Nkama. kwenda Ngama. There is a way to Bondeni. Na kuna nyingine ya kwenda And Bondeni. there is a way back to town. Na pia kuna ile ya kurudi pale mjini. That can be called a crossroad. Pale panaweza kuitwa njia kuu. And the Lord is saying, Na Mungu anasema, when you come to the crossroads, mkifika katika njia kuu, when you come to where there are several decisions or several confusing positions, mkifika mahali ambapo kuna uamuzi tofauti ambao unaweza and kufanya. for me, when you come to such a situation, that's a barrier. Na kwangu kufika mahala kama pale ni pale pa kuzuiliwa. You are supposed to stand. Unafaa kwanza kusimama. Please preach with me. Preach with me. Hubiri When you pamoja na come mimi. to such a situation, Ukifika mahali ama hali kama hiyo, when you come to a place where the family is beaten, ukifika mahali ambapo familia imepigwa, where the business is not working, pale biashara haifanyi kazi, where the children have decided to be rebellious, pale watoto wameamua kuwa wakaidi, where the ministry has become difficult, pale huduma imekuwa ngumu, the wisdom of God tells you stand. hekima ya Mungu inakuambia simama pale. Hallelujah. Amen. Why do you stand? Kwa nini usimame? What does it mean to stand? Ina maana gani kusimama? It means to recollect yourself. Inamaanisha kule kujiweka sawa ama kujikusanya mwenyewe. When you are in a state where you are not sure which way to go, Ukiwa katika hali ya kutojua ni njia gani utachukua, the best thing to do is to recollect yourself. lile jambo zuri zaidi la kufanya ni kwanza kujiweka sawa. As in, you say,
not moving. Yaani ni kusema sitachukua njia yoyote. Tujieke kuende atwene pena kisiei. Tuache kuendelea tukiona kuna kuzuiliwa. Tuyambe kuunga matose direction. Tusimame kwanza tuchukue ule mwendo tutauchukua. Tuyambe kuunga matwezu kesi wase wangowe asya kuilia. Tusimame kwanza tusikie sauti ya Roho inasema nini. We will not walk like the foolish ones. Hatutatembea kama watu wasio na hekima. The Bible says they walk into a wall until they knock it. Biblia inasema wanatembea mpaka kwa ukuta wanaupiga huo ukuta. The wisdom of God is saying recollect yourself. Hekima ya Mungu inasema kwanza jikusanye pamoja. The wisdom of God is saying be real. Hekima ya Mungu inasema ukawe halisi. Accept that I am in a state where I require direction. Kubali ya kwamba niko katika hali ambapo nataka uelekezi. You know, Pentecostals, we have a tendency to appear very happy from the outside. Wale watu wa kiroho tuna tabia ya kujionyesha ya kwamba huku nje tuna raha. But we are bleeding from within. Lakini ndani tunatokwa na damu. I think when it comes to a time like this, nasema ya kwamba ikifika wakati kama huo, buying the wisdom of God is the best thing. Hekima ya Mungu ndio kitu cha sawa. Kuchukua hekima ya Mungu ndio ile njia ya sawa. It is the best thing. Ndio hicho kitu kile sawa zaidi. This wisdom will tell you go back to the bedroom. Na hekima hii itasema rudi katika chumba chako cha kulala. Kneel next to your bed. Enda upige magoti karibu na kitanda chako. You can even stand on your knees. Kusimama huku simaanishi kusimama kwa miguu, naweza pia kusimama kwa kupiga magoti. On your knees just next to your bed. Piga magoti karibu na kitanda chako. And tell him, Lord, I do not understand this thing. Na umwambie Bwana sielewi hili jambo. I remember the time, like I said, we are also comparing with Numbers 21. Nakumbuka kwa sababu nimesema tunafananisha na Hesabu 21. The children of Israel have been invaded by snakes. Wana wa Israeli wameshambuliwa na nyoka. My friends, these were not ordinary snakes. Rafiki yangu, hawa nyoka hawakuwa nyoka wa kawaida. They were fiery snakes. Walikuwa nyoka hatari. They were flying snakes like the one you saw. You saw the flying snake in Mwinge that hit a window of a car and got inside and beat the driver and moved out of the car. Ongalienda tanzoka ya uma yaende ana safari. No, ya uma. Actually an eagle came and picked it. Yani ndio. Those are fiery snakes. Hao ni nyoka hatari. Yani an eagle comes and picks it and it continues on its mission. Mwewe anakuja anachukua yule nyoka na wanaenda tu kwa ziara zao. So Mwinge snakes did not begin just the other day. Kwa hivyo nyoka wa Mwinge hawakuanza siku ile siku nyingine. They started the times of the Israelites in the wilderness. Walianza wakati wa wana wa Israeli nyikani. So the snakes have been poured. Kwa sababu nyoka walikuwa wamemwagwa. These guys had complained. Hao watu walikuwa walikuwa wamelalamikia Mungu. They had said, God, why are you giving us light bread? Wanamuuliza kwa nini unatupatia mkate tu mwepesi, light ambao ulikuwa mwepesi. They wanted heavy bread. Walitaka mkate mzito. But you know, lakini unajua, the God of all wisdom knew. Mungu wa hekima yote alijua. They did not require super loaf. Hawakuhitaji mkate wa super loaf. No more kwatia. They did not require super loaf. Hawakuhitaji mkate wa super loaf. I was learning that they required bread that could easily be digested. Walihitaji mkate ambao unge digestiwa ama ungeingia kwa mwili haraka. They required bread that was light and did not have to generate a lot of heat because they were in the wilderness. Walihitaji mkate ambao wangeula ungewatia joto sana kwa sababu walikuwa katika nyika. Menda mkate muito ngima ya tutu maya mabone na kenga ini wese mabona menala muno na niko vyo weone enda haka mkate light. Kamukata katonothi wanametoke. Walitaka maya wa kusonga haraka ambao ungewasaidia kuendelea na safari. Alafu wao wanaambia Mungu tunataka mkate mzito. Mungu anawaambia sio huo mzito. Wanalalamikia mkate mwepesi. Enda usome. Go and read about it. Enda uisome. They needed a bread that would not cause, heavy bread is a place of sickness and disease. Unajua mkate mzito ni mahali pa magonjwa. So when the doctor tells you acha ngano, just leave. It is not
It is in the wisdom of God. That is why he made light bread. He knew that this heavy bread may become a source of disease, and he did not want his people in the wilderness to suffer disease. Mungu alijua huu mkate mzito ungekuwa chanzo cha magonjwa, na Mungu hakuhitaji magonjwa katika nyika. So they are here complaining, ametupea mkate nyepesi, sijui nini, mara it is the water, mara I don't know, Moses take us back to Egypt. We remember the cucumber, we remember sijui pumpkins, want their good grapes. Therefore God sends the fiery snakes. Don't interpret. So let me tell you something. Kwa hivyo wacha nikuambie jambo. These guys, the Bible says they stood. Hawa watu Biblia inasema wakasimama. Limitation of fiery snakes iliwapeleka mpaka ikafika mahali wakasimama ndi. Biblia inasema wakamuendea Musa. Kizuizi hicho cha nyoka kiliwafanya wasimame kisha wakamuendea Musa. Mwende, please roll down the scriptures with me so that people can see where I am. So they told him, what do we do? Wakamuuliza tufanye nini? What do we do? Tufanye nini? Why has God brought the snakes to us? What should we do? Kwa nini Mungu ametuletea hawa nyoka hatari? Tufanye nini? That is the position of standing. Hiyo ndio nafasi ya kusimama. Where you become real and you recollect yourself. Pale unakuwa halisi na unajileta pamoja. Where you now want direction on which way to go forward. Pale sasa unahitaji kuelekezwa ni njia gani utachukua. Where you lose yourself pale unajisahau wewe mwenyewe na unamtazamia Yesu. It is a time to stand still. Ni wakati wa kusimama wima. There is a time to stand and look. Ni wakati wa kusimama na kutazama. Just like the Israelites, it is time to go, to stand and ask, what therefore do we need to do? Kanisa kama wana wa Israeli ni wakati wa kusimama na kujiuliza, basi tufanye nini? So the position of standing. Kwa hivyo nafasi ya kusimama. A time to reflect. Wakati wa kujitazama mwenyewe. And then it says, and look. Na pale inasema na kutazama. I don't see this as a normal look, Danson. Sioni huku kuangalia kama kutazama kwa kawaida. This is a look with a longing. Huku ni kutazama kwa kutamani. This is a look with expectation. Huku ni kutazama ukitarajia. Because the expectation of the righteous will not be cut short. Kwa kuwa matarajio ya mwenye haki hayatakatizwa. This is having a vision of where you want to go. Huku ni kuwa na maono ya pale unaelekea. And the Bible says, and God told Abraham. Na Biblia si inasema na Mungu akamwambia Ibrahimu, as far as your eyes can see, umbali ambao macho yako yanaweza kutazama, I will give it to you. Nitakupa wewe. So it is not just standing. Kwa hivyo si kusimama tu. It is looking. Ni kutazama. In a reflective position. Kwa njia ya kujiangalia mwenyewe. With expectation. Ya njia ya kutamani. With a longing. Kuwa na kutamani. The next word is ask. Neno jile jingine ni kuitisha. And we are not just asking. Na hatuitishi tu. We are asking for the old paths. Tunaitisha zile mapito ya kizamani. The ancient paths. Zile njia za kizamani. The true and tested paths. Zile njia ambazo zimeangaliwa vizuri na zikakubalika. Church, there are true and tested paths. Wapendwa, kuna njia ambazo ni za ukweli na zimekubalika. There are paths that we do not question. Kuna njia ambazo haziulizwi maswali. They have been tried and tested. Zimejaribiwa na zikatiwa katika kipimo. One of those ways is the word of God. Njia moja kati ya hizo ni neno la Mungu. It is an ancient path. Ni njia za kizamani. I pray that CCI Sultan Hamud. Ninaomba ya kwamba CCI Sultan Hamud will not be a church that is so much concentrating on the present that we build our lives on bubbles. Hatutakuwa kanisa la kutazama lile jambo ambalo lipo mahala hapa wakati huu na tunaanza kujenga vitu tu vya kufikiria. No, bubbles.
Bubble. Actually, I wanted to buy that thing they blow during the weddings. I don't know what it is called. Where you get a nice big bubble that is purple in color. Another one is pink in color. You know, they look so attractive. What happens? In a second, they burst. And you cannot tell where the bubble is going. Hizo bubbles kwa wakati unaona zimejipuliza na kwa muda kidogo zinalipuka. There is power in seeking and asking for the truly tested parts. Kuna nguvu katika kuulizia njia ambazo zimetazamiwa, zimechunguzwa na kukubalika. One of them is the word of God. Moja ni neno la Mungu. Every time you read this word, and like we are going through it in CBRM, you always get something falling into your spirit and you say, I have never seen this. Kila wakati unaposoma hili neno, unapata neno ama kitu kinaangushwa katika roho yako na unaona kana kwamba hili jambo sijawahi liona. There is always a good way. Kuna kila wakati njia iliyo njema. And this is the ancient way. Na hizi ni zile njia za kizamani. Prayer is another tried and tested way. Maombi ni njia nyingine ambayo imechunguzwa na kukubalika. Haven't you come to God feeling so weighty one Friday evening? Ujakuja kwa Mungu wakati mmoja Ijumaa ukiwa na uzito. And after prayer you feel like you are very light. You have just been sorted. Na baada ya maombi unahisi umeondolewa huo mzigo. It is because it is a tried and tested ancient path. Ni kwa kuwa ni njia ambayo imechunguzwa na ikakubalika ya kizamani. Why do you think the Bible says? Kwa nini Biblia inasema? Why do you think the Bible says do not give up the habit of meeting together? That is fellowship. Unafikiria kwa nini Biblia inasema tusiache kule kukusanyika pamoja? Hiyo ni tabia. Another ancient path. Hiyo ni njia nyingine ya kizamani. Tried and tested. Ambayo imejaribiwa na ikakubalika. How many times do you come for fellowship? Ni mara ngapi unaingia katika ibada? And you are feeling like you are messed up. Na ulikuwa unahisi kana kwamba umeharibika kabisa. And when the singer sings here on the altar. Na waimbaji wakiimba katika madhabahu. And when the minister of the word preaches on Wednesday. Na mtume wa neno akihudumu Ijumaa. And when the guitar is played or during the fellowship. Na gita ikichezwa pale wakati wa ibada. And when Kaumbolo walks up and down as he prays on this place. Na pastor akitembea akiomba mahala hapa. You move out a better person. Unatoka ukiwa mtu bora kuliko vile ulivyoingia. The power of an ancient path. Nguvu za njia za kizamani. So when we say go for HBC. Kwa hivyo wakati unasema uende katika makanisa ya nyumbani. When we say come early for Sunday morning prayer. Tukisema ingia mapema katika maombi ya asubuhi. When we say please come for Friday prayers. Tukisema tafadhali ingia maombi ya Ijumaa. It is because it is a tried and tested, found to be true ancient path. Ni kwa sababu imejaribiwa na ikakubalika kama njia ya kizamani. There are demons that you fight on your own and they flee. Kuna mapepo utapigana kwa kibinafsi na yaende. But there are demons that require corporate fellowship. Lakini kuna mapepo yanahitaji maombi ya pamoja. When Jen Kuria is there, wakati Jen Kuria yuko pale, Mary Meliot is there, Mary Meliot yuko pale, Mildred Wawero is there, Wawero yuko pale, Jackson Mboro is there. Mboro akiwa pale. Yes, you know that is Ngama. That is Ngama. Unajua tu hiyo ni Ngama. And we put our prayer together. Na tutie maombi yetu kwa pamoja. We go home a better people. Tunatembea nyumbani tukiwa watu bora. Ancient path that has been tried and tested. Mapito ya kizamani ambayo yamejaribiwa na kukubalika. And found to be true. Na kupatikana kuwa ya ukweli. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Repentance is another way. Na kule kutubu ni ile njia nyingine. The fear and the love of God is another ancient path. Kule kumcha Mungu ni njia nyingine. There is nobody in the Bible that was ever repentant, that loved God genuinely, that went the wrong direction. Hakuna mtu katika Biblia ambaye alikuwa ametubu na alimpenda Mungu kwa ukweli, aliyechukua njia isiyo sawa. That is why the psalmist says, create in me a clean heart, O God. Ndio maana mwimbaji anasema niumbie moyo safi.
safi. David says, create in me a clean heart, O Daudi God, akasema, Bwana niumbie moyo safi, and renew the right spirit within me. na ukaoshe ile nia sawa katika moyo wangu. Restore unto me the joy of salvation. Nirudishie ile raha ya wokovu. And renew the right spirit within me. Na ukafanya upya ile roho ndani yangu. That is Psalms chapter 51. Huyo ni Zaburi 51. We are moving on. Please bring back the scripture. I'm winding up. Ninamalizia, nirudishie pale. Then the Bible says, Biblia inasema, then after you have asked where the good way is, ukishauliza wapi njia ile iliyo sawa, walk in it. tembea ndani yake. Let me tell you something. Wacha nikwambie, The way of God sometimes doesn't look very cool. njia ya Mungu wakati mwingine haikai kuwa nzuri. It doesn't look cool. That's a language of the youth. Haikai kuwa inapendeza. It doesn't look very attractive. Haikai kama ya kuvutia. It doesn't look very attractive. Haikai ya kuvutia. Actually, when the Israelites were complaining, it's because they thought, hii njia ya Mungu haikuji, it's not, we don't feel it well. Wakati wana wa Israeli walilalamika ni kwa sababu waliona hii njia ya Mungu haikuwa sawa. Complaining about bread that God already had done all the science and known that he was giving them the very best. Kulalamikia mkate ambao Mungu alikuwa ameuchunguza na akaona ndio ulikuwa sawa kwao. Walk in it. Tembea ndani yake. Sometimes it doesn't look very cool. Wakati mwingine si ya kupendeza. Do you think it is cool for people to come here every Friday and stay here up to midnight praying? Unafikiria ni kupendeza kuingia hapa Ijumaa, kukaa hapa ukiomba mpaka usiku kati? And sometimes when you walk out, you are expecting a change and it doesn't come. Wakati mwingine ukitoka nje ulitarajia mabadiliko na hayaji. And out there you look at some of your friends, they are seemingly doing good. Na pale nje unatazama marafiki zako wanaonekana kana kwamba ni bora kuliko wewe. Like the psalmist says they seemingly are doing very well. Kama mwimbaji akasema wanaonekana kana kwamba wanafanya vyema. Yet they don't come every Friday. Na kwa hakika hawaji kila Ijumaa. Let me tell you something. Acha nikwambie Hold jambo. on to that path. Tembea katika hiyo njia. It may not look cool now. Huenda haipendezi kwa sasa. You will understand why God had to take you through that. Utaelewa kwa nini Mungu alikupitisha hiyo njia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Bible in the book of Isaiah 30 verse 21. Isaia 30 mstari wa 21. The Bible says you shall hear a voice. Biblia inasema utasikia sauti Behind you saying, nyuma yako ikisema, this is the way. njia ndio hii. Kindly long to have a listening ear. Itazamie ama kuwa na kule kutamani kuwa na sikio la kusikiliza. Where you can hear that voice. Pale unasikia hiyo sauti. That voice makes a difference. Hiyo sauti huleta utofauti. That voice will make sure you don't go the wrong direction. Sauti inahakikisha hauchukui njia isiyo sawa. That voice will make sure that you don't make the wrong choice. Hiyo sauti inahakikisha utoi uamuzi ambao haufai. And you know when Moses in Numbers 21, na unajua wakati Musa katika Hesabu 21 told them, please, I have prepared a bronze snake and I have put it on that post there. Anyone bitten by the snake, please take your time and look at the bronze snake. It was about you making the right decision. Ya kwamba nimetengeneza nyoka wa shaba na nimemweka mahala pale juu, na ukichukua wakati wako uende umtazame, hilo lilikuwa kutoa uamuzi ulio sawa. Looking at the bronze snake was not the cool thing to do at that time. Kutazama nyoka wa shaba haikuwa jambo la kupendeza wakati huo. But everyone that looked at the bronze snake was healed. Lakini yeyote aliyemtazama nyoka wa shaba alipona. I therefore ask you to look. Kwa hivyo ninakusihi tazama. Sometimes guys will say sikutazama na mimi naendelea vizuri. Wakati ubinda ingi anumase nyendine sisi ananiende onesa. You know why you must look. Utajua kwa nini lazima utazame. Look and live. Tazama na uishi. I imagine there was a young Israelite boy there called Mutesia or something. Ninafikiria labda kulikuwa na Mwisraeli hapo ambaye alikuwa mchanga aliyekuwa anaitwa labda Mutesia. Kama hii sarakasi ya Moses sitaki.
Senyi sarakasi ise amose ndi kwenda. Beka muganga kena kalana bumbelelo hakwito akima mute I don't know what nengo dio baka uo. Akasema kuna mganga anakaa pale kwetu na mitishamba nitaenda nichukue nipake. Why be bitten by a snake and look at another snake? Kwa nini uumwe na nyoka na utazame nyoka mwingine? Hii ni drama ya Mose. No sarakasi si ya Mose. Hii ni drama ya Moses hii. Hii no sarakasi si ya Mose. Akaenda kichuchumia ameumwa na nyoka adhuete adhiukwio na kunono no leilo sisi anatoka. Anaenda tu anatembea mpaka anafia mahali kwa sababu amekataa kutazama nyoka wa Musa. You shall hear a voice. Utasikia sauti saying this is the way. Ikisema njia ndio hii. Walk in it. Tembea katika hiyo njia. I want to conclude by the last portion of that scripture. Go back to Jeremiah 6. Nataka kumalizia katika hicho kifungu Jeremiah 6. So after you have asked and you have walked in it, baada ya kuulizia na umetembea ndani yake, after you have stood, na umesimama, after you have looked, na umetazama, after you have asked, na umeuliza, and you have walked, na umetembea, the Bible says you will find rest. Biblia inasema mtapata mapumziko. You will find peace. Other version says you will find peace. Utapata amani. I was looking at what rest is. Nilikuwa natazama mapumziko ni nini. And I was seeing that it is relaxing into something. Nikaona ni kule kupumzikia jambo and letting it to support you. Na kuliachilia likapate kuwa kama nguzo. Relaxing into something. Kupumzikia jambo and letting it support you. Na kuacha hicho kitu kiwe nguzo. A good example of somebody that is resting is Kaumbolo's child. Mfano mzuri wa mtu ambaye amepumzika ni kama yule mtoto wa Pastor Kaumbulu. This child has decided to relax in the hands of the mother. Huyo mtoto ameamua tu kupumzika katika mikono ya mama yake. And they have not just relaxed, they have believed that they will get support. Na si kupumzika tu lakini wameamini watapata kushikiliwa. See where Faith is holding the child. Tazama pale Faith anashikilia mtoto. Kama Faith yuko kwetu onesanda ndakaamuke. It is relaxing into something and letting it to support you. Okay? Yaani kupumzikia kitu fulani na kukiachilia kikawe nguzo. That is when you rest. Hapo ndipo unapata pumziko. If this small boy Ephraim never relaxed into the hands of the mother. Kama huyu mtoto angepumzikia ile mikono ya mama yake and let na akakubali na kukubali and let that thing support na kukubali ashikiliwe, he would not be resting. Angekuwa amepumzika. He's resting because he has relaxed. Amepumzika pale kwa sababu yeye ameshikiliwa. I want to challenge us this morning. Nataka kutia changamoto asubuhi ya leo. Please relax in the hands of God. Tafadhali pumzika kwenye mikono ya Mungu. The situations may not be allowing you to feel relaxed. Hali huenda ikukubali kusikia umepumzika. But because you have stood, lakini kwa sababu umesimama, you have looked, umetazama, you have asked, na umeuliza, and you have listened and you have walked in the way of the Lord. Na umesikiliza na ukatembea katika njia ya Bwana. Find it in your heart to relax. Pata katika moyo wako kupumzika into the hands of God. Katika mikono ya Bwana. I think it is in Genesis 31. Nafikiri ni Mwanzo 31. The Bible says and underneath are the everlasting arms. Na chini kuna ile mikono ya uzima. Underneath are the everlasting. Hapo chini kuna mikono ya milele. Moko mamu tu ni ukwadhukia. Mikono ya mtu itakuachilia. Moko workmate ni ukwadhukia. Mikono ya ule mfanyikazi pamoja naye itakuachilia. Ona moko mamu ndio mudha idhaamwe okilosi no ukwadhukia. Mikono ya mtu mnaabudu pamoja inaweza kukuachilia. To relax in the everlasting arms. Lakini tamani kupumzika katika ile mikono ya milele. Arms do not give way. Mikono ambayo haitakuachilia. Thank you, Pastor. You may take your seat. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Like little children. Kama watoto wadogo. So cast your cares unto him. Kwa hivyo mwachilie mizigo yako. Cast your cares unto him. Mwachie kule kujali kwako. Because he cares. Kwa sababu anatujali. Heart of worship, please come. I want us to stand again and do the hymn. Nataka tusimame tena na tuimbe huo wimbo. Tutatazama na tutaishi. Tutatazama na tutaishi. We shall stand and we shall live.
We shall look We shall look and live. and we will be blessed as we close. Na tutakuwa tunabarikiwa tukimalizia. Hallelujah, hallelujah. Amen. Siambua, please switch. We are off.